Elimu na wanafunzi wanakutana bila sababu. Ni kweli kabisa. Hapa tunakuletea taarifa zinazokujenga kiroho, kukutia moyo na kukumbusha kuwa hata katikati ya kazi, assignment na deadlines bado Mungu yupo. Kama wewe ni mwanafunzi mpya, karibu sana. Na kama wewe ni mkongwe wa kongamano, basi kaa tayari kwa sababu taarifa za leo si za kulala wala kuinuliwa kama ana ya asubuhi. Kuanzia ibada zetu, fellowship za wanafunzi, maombi, mafundisho ya neno hadi matukio maalum ya kujenga maisha ya kijana, chuo yote kwa ajili yako. Kongamano la Kikristo si mahali pa kuimba tu. Ni familia, ni shule ya maisha na ni mahali ambapo vijana wanaandaliwa kuwa viongozi wa kesho wa kanisa na wa taifa. Kwa hivyo fungua masikio, fungua moyo, na kama una kalamu na daftari vizuri, kama huna kumbuka pia moyoni inahesabika. Karibu sana katika taarifa za kongamano la Kikristo chuo kikuu cha Rongo, mahali ambapo vijana wanakuwa kiroho, imani inaishi na Kristo anatukuzwa. Yote 9:10 tupate dokezo. Marejeleo ya misheni ya Kiambu, maandalizi ya misheni ya Ugunja, idara ya ufuasi na hatimaye je, wajua? Habari kamili. Misheni ya Kiambu ilikuwa hafla ya kufana zaidi, kwani na misheni walimuona Mungu akishuka mwenyewe bila hata ya kutumana. Elisha Wanyama aliandaa ripoti hiyo kwa kina. Naam, shukrani kutoka upande wa pili wa studio. Katika muungano wa Kristo chuo kikuu cha Rongo, miongoni mwa kazi kubwa na muhimu ni kujikita katika misheni inayofanyika sehemu mbalimbali nchini kwa muda wa kipindi fulani kila mhula. Hivi majuzi mnamo tarehe 14 hadi tarehe 21 mwaka jana, wanajamii wa Kikristo walianza kuelekea katika eneo la Mlima Kenya kueneza Injili. Ibada hiyo ilikuwa ya kipekee kutokana na shughuli mbalimbali za kujenga imani kwa Kristo. Kwa mujibu wa wanamisheni hao, nyoyo zaidi ya 100 zilipokea Kristo na kudhihirisha kazi kubwa aliyofanya Mungu kule Kisii. Kulikuwa na kuona mpito hasa kutoka kwa wenyeji wa maeneo hayo, huku ibada ikipamba moto kumtukuza Mungu wa mbingu na nchi. Vipindi na nderemo zilishuhudiwa, wanamuziki wakifanya kazi barabara, vilevile waimbaji kama vile Harrison na Enos wakiruka kwa furaha. Nikiripotia runinga ya Neema chini ya uongozi wa media, jina langu ni Elisha Wajala. Asante sana Elisha Wajala kwa habari hiyo. Wiki chache tu zimesalia kabla ya misheni ya Ugunja kumwananga. Maandalizi kemkem yanaendelea ili kuhakikisha mafanikio ya shughuli. Habari zaidi na Murray Manjala. Ndugu waumini wapendwa, kwa heshima na unyenyekevu tunapenda kuwajulisha kuwa kutakuwa na misheni ya uinjilisti kuelekea Ugunja itakayoanza tarehe 8 hadi tarehe 15 mwezi wa pili mwaka huu. Misheni hii inalenga kuhubiri Injili, kuimarisha imani na kuwaleta wengi zaidi katika wokovu. Tunaomba waumini wote kuunga mkono misheni hii kwa hali na mali kwa kutoa michango ya kifedha itakayosaidia maandalizi na utekelezaji wake. Aidha, tunawasihi kuiombea misheni hii ili ifanikiwe na kuzaa matunda mema kwa utukufu wa Mungu. Kama alivyoandika Mtume Paulo kwa Wakorintho, kila mmoja atoe kama alivyoazilia moyoni mwake. Aidha, tunawakumbusha kuhusu ibada ya welfare itakayofanyika Jumapili ijayo. Tafadhali jitokezeni kwa wingi ili kuonyesha mshikamano na kusaidia kama familia ya waumini. Mungu awabariki sana kwa ushirikiano wenu. Nikiripotia runinga ya Neema chini ya idara ya media, langu jina ni Murray Manjala. Shukrani sana. Kongamano la Kikristo lina idara mbalimbali ambazo huhakikisha uendeshaji bora wa kanisa. Idara ya ufuasi ikiwa mmojawapo imeonekana ikizaa matunda kila kukicha. Erasmus Kibanzi na uhondo kamili. Shukrani wenzangu Masi na kupata kwa ajili ya kuwa mufti kabisa. Idara ya wanafunzi au idara ya ufuasi almaarufu kama discipleship department ni mojawapo ya sehemu muhimu sana katika muundo wa kanisa, inalotambua umuhimu wa kuzalisha viongozi wa kesho na kujenga msingi imara wa imani kwa kizazi kipya. Idara hii inashughulikia mahitaji ya kiroho, kijamii, kielimu, kimaendeleo na watoto na vijana ndani ya kanisa la Mwenyezi Mungu. Huduma za idara ya wanafunzi ni kama vile elimu ya imani na mafundisho ya kimsingi ya Kikristo, utunzaji wa kiroho kupitia maombi na ibada, uongozi na uendeshaji wa talanta mbalimbali kwa vijana.
Utendakazi wa idara ya wanafunzi ni kama vile uongozi na usimamizi, kama vile mkurugenzi na wenyekiti, mpango wa kazi ulio wazi na mtiririko, ushirikiano na idara zingine kanisani, matumizi ya rasilimali kama vile vitabu na teknolojia, ufuatiliaji na tathmini za kimaendeleo, ushirikiano na wazazi kuhusu maendeleo ya vijana. Kulingana na ripoti tunapata kuwa idara ya wanafunzi au ufuasi ni uwekezaji muhimu katika kanisa la Mwenyezi Mungu katika siku za usoni. Maanani ya wajibu kamavu, ujasiri, ushupavu, ubunifu na uelewa wa kutekeleza wajibu. Nikiripotia runinga ya Neema TV, nikiripotia runinga ya Neema chini ya usimamizi wa media, jina langu ni Onesimus Kimanzi. Shukrani sana Bwana Onesimus. Mtazamaji, ni kupeleka moja kwa moja kwenye Je, wajua? Kama haujui, jua sasa. Ndugu mtazamaji, tumefikia mwisho wa taarifa zetu, na kama ulikuwa unasikiliza vizuri, hongera. Kama ulikuwa unaota, bado kuna rehema. Ni kweli kabisa. Taarifa zinaisha, lakini ujumbe unabaki. Kuwa kijana wa chuo si kisingizio cha kumwacha Mungu, wala kuwa bisi si sababu ya kukosa ibada. Kumbuka, masomo ni muhimu, lakini roho pia inahitaji chakula. Usisome vitabu pekee, soma pia neno la Mungu. Halitoki kwenye syllabus, lakini usaidie ufaulu wa maisha. Na kama unaona ratiba imekulemea, kumbuka hili: muda wa maombi upotezi muda, bali ongeza nguvu. Dakika chache kwa Mungu zinaweza kukuokoa stress ya wiki nzima. Usingoje hadi semester iishe ndipo uanze kusema nitakuwa serious na Mungu. Anza sasa, hata kama ni hatua ndogo, kama ya kuhudhuria fellowship ijayo. Kwa hiyo usiwe Mkristo Jumapili pekee, wala wa kipindi cha mtihani tu. Kuwa Mkristo kila siku darasani, hotelini, uwanjani na hata foleni ya chana. Tunakukaribisha uendelee kuwa sehemu ya kongamano la Kikristo chuo kikuu cha Rongo, kwa sababu hapa hatukutengenezei vitu ya masomo, bali pia tunajenga tabia, imani na maisha yatakayomletea Mungu tukufu hata baada ya kuhitimu. Asanteni kwa kutusikiliza. Mungu awabariki, awape hekima katika masomo yenu, na zaidi awaimarishe kiroho. Tutaonana kwenye fellowship ijayo, na tafadhali usije kama umechelewa. Kama kawaida, umekuwa nasi katika runinga ya Neema. Jina langu ni Masi Mashifai, ama ukipenda Ismail Mashi, na mwenzangu Cleophas Posire, chuo kikuu cha Rongo, kongamano la Kikristo chini ya uongozi wa Linya katika kaunti ya Migori.